habari, naitwa Udhaifa Bashiru, nipo kuiwakilisha Kitama Update Podcast, na leo nitakuwa na mada muhimu sana na kiongozi ambaye ni spika wa bunge la bunge serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe, Tom Paul Ngwata. Ataenda kutupa experience juu ya masuala mbalimbali ya uongozi, changamoto za uongozi, wapi paboreshwe. Ataenda kutuelezea historia yake ya kiuongozi katika serikali ya wanafunzi, na huyu sio mtu haba tu, pia ni mjumbe wa TAHLISO. Kwa maanake ana experience pana sana kuhusiana na masuala mazima ya uongozi. Naomba ndugu mtazamaji uendelee kusikiliza interview yetu hii ili uweze kujifunza masuala mbalimbali ya vyuo na vyuo vikuu. Kama nilivyo tangulia kuitambulisha, mimi Udhaifa Bashiru nipo katika podcast yetu hii ya Kitama Update Podcast, na leo tupo na mgeni wetu huyu mashuhuri sana ambaye ni kiongozi katika serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe, ni spika wa mhimili muhimu sana wa bunge chuo kikuu Mzumbe, lakini pia ni mjumbe wa TAHLISO. Nitakuwa naye katika mada yetu hii ya uongozi katika serikali za vyuo vikuu. Mgeni wetu ataenda kutuelezea changamoto mbalimbali ambazo amepitia kama kiongozi, atatushauri pia nini kiboreshwe, nini kifanyike. Kwa hiyo tutakuwa naye leo katika kutupitisha katika hizo mada zetu. Kwa hiyo karibu sana kiongozi, uweze kujitambulisha wewe ni nani. Nimetangulia kuisema nafasi yako, lakini kwa faida ya watazamaji pia ni vizuri uweze kuambia. Karibu sana, feel free. Asante sana ndugu mtangazaji Mr. Udhaifa. Kwa majina anaitwa Tom Paul Ngwata kwa ambao wanifahamu, lakini kwa cheo changu ni spika wa bunge la wanafunzi 25-26 chuo kikuu Mzumbe na kikuu ya Morogoro, na pia ni mjumbe wa TAHLISO, Tanzania Higher Learning Institution Student Organization 25-26, ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais Godfrey Kiriba. Lakini pia mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe, nachukua shahada ya takwimu, yani Bachelor of Science in Applied Statistics. Ndio, niko mwaka wa 3 hesabu kawaida tunapambana nayo. Ndio. Okay, asante sana. Unapenda watu wanakuita Zungu JR, na nadhani mwenyewe umekubali jina Zungu Junior. Unaweza kutuambia nje ya uongozi wewe ni mtu wa aina gani? Na nje ya uongozi mimi ni mtu wa watu. Napenda sana kujichanganya na watu wakati wote. Ndio. Ni katika masaa yangu 24 naweza kusema muda ambao huwa nakaa mwenyewe ni lisaa 1 mpaka 2. Muda mwingi napenda kuwa na watu sana. Ndio. Kwa maana yake ni mtu ambaye unapenda kujumuika na watu sana. Sawa, vizuri. Lakini pia unaweza ukatuambia, ukipewa option uweze kuwa free, yani utoke kwenye uongozi au uweze kuendelea na uongozi, wewe kama Zungu JR, chaguo lako litakuwa ni lipi katika hayo? Mimi nikipewa nafasi ya kuchagua kati ya kuendelea na uongozi na kuachana na uongozi, mimi ningetamani kuendelea na uongozi, kwa sababu moja kati ya kiu yangu ni kuona naendelea kuwa daraja kwa wengine, haijalishi kwenye situation gani. So ninaweza nikawa sio kiongozi kwenye cheo kwa wakati husika, lakini pia huwa muda mwingi na uishi au naishi maisha ya kiongozi, kwa sababu kutatua changamoto ya mtu mwingine au kumuongoza mtu kuvuka kutoka stage moja kwenda nyingine ni sehemu ya uongozi. Kwa napenda sana kuishi kwenye uongozi kwa sababu ya kuhakikisha watu wengine wanavuka kufika mahali sehemu fulani, au changamoto zao zinatatuliwa, lakini source ya kuzitatua niwe mimi. Kwa natamani sana kuishi katika uongozi. Okay, unataka uendelee kuwasaidia watu. Okay. Na nini, kitu gani ambacho jamii ya watu wa Mzumbe na Tanzania kwa ujumla hawakijui kuhusu wewe? Ni nini watu hawajui kuhusu wewe Tom Paul Ngwata? Nafikiri kitu ambacho wengi hawakijui kuhusu mimi ni mtu niko serious sana. Ndiyo. Lakini kwenye muonekano wa nje waga ni mtu ambaye anapenda utani sana. Siko serious kabisa. Ndiyo. Lakini inapokuja mata kufanya jambo fulani ni mtu ambaye niko serious sana na ni mwepesi sana kuchukia. Ndio. Ninapoona mambo yaendi vizuri. Sawa. Lakini tuanzie hapa, uongozi wa serikali za vyuo vikuu una maana gani kwa wanafunzi? Uongozi unakusudia uongozi wenu wa serikali za vyuo vikuu, maana yake kubwa ni nini kwa wanafunzi? Uongozi huu wa serikali za wanafunzi vyuoni una maana kubwa sana,
kwa sababu wanafunzi ni wengi sana mavyuoni, lakini pia changamoto ambazo zinawakabili ni nyingi sana. Na ukiangalia uongozi wa management za chuo, nikiwa na maanisha ni chache sana, hizi zina contain watu wachache sana, na wana changamoto nyingi sana za kushughulikia, ukiplus na personal issue au academic issue za wanafunzi, na sometimes zinatokana na mambo yasiyoendana na kitaaluma. Kwa hiyo ndio maana zikaundwa serikali za wanafunzi kwa ajili ya kupunguzia mzigo pia management zetu za vyuoni. Kwa hiyo tija ya hizi serikali ni kuhakikisha wanafunzi wanapata sehemu za kwenda kuzungumza changamoto, kuzungumza kero zao, lakini pia kupata sehemu ya kwenda kuonesha ambavyo wanavyo. Kuna platform nyingi sana, kuna wanafunzi wana talent, wana ubunifu wa kutosha, lakini serikali za wanafunzi zinatumika kama sehemu za wao kwenda kuonesha vile ambavyo wanavyo. Okay. Maana ni sehemu ambayo inawajumuisha wanafunzi kwa jumla, lakini kuna watu wanasema hizi siasa za vyuo vikuu, vyuo na vyuo vikuu ni siasa ndogo ndogo tu, yani siasa oya oya. Wewe ukiwa kama kiongozi ambaye sasa hivi nadhani unakaribia kumaliza muda wako, una neno gani juu ya hawa watu wanaona hizi ni siasa ndogo ndogo tu? Ndugu mtangazaji, kwanza lazima tujue kwamba katika watu lazima kuna watu ambao wana mitazamo positive na negative. Lakini kwa mtu mwenye mitazamo ya positive na anaona mbali, siasa ya chuo kikuu au ya vyuo vikuu sio siasa ya kawaida na sio siasa ndogo, kwa sababu ili uweze kuwa mkubwa ni lazima uanze kuishi ukubwa wako leo. Kwa hiyo nafikiri wenye mitazamo hiyo, nafikiri wanataka kuibadilisha. Mitazamo hiyo sio mizuri na haiko sawa. Ndio. Kwa siasa ya chuo kikuu ni siasa moja nzuri sana kwa ajili ya kumwandaa kiongozi wa kesho. Ndio. Maana hata Waswahili wanasema mbuyu ulianza kama mchicha. Asante sana Tom Pongwata, twende break fupi na tutarudi tuendelee na hii podcast yetu. Yapo mengi sana tutaanza kuyajadili siku ya leo, kwa sababu watu wana kiu ya kusikiliza, wajue changamoto ni nini, kipi kiboreshwe. Kwa hiyo twende break fupi, tutarudi tuendelee na hii podcast yetu. Asante sana.